Yesu asifiwe. Amen. Nafasi iliyo njema ambapo tunashukuru Mungu kwa uzima ambao ametupa. Bwana Yesu asifiwe. So karibu kila mmoja katika jina la Bwana Yesu Kristo na kaa kikao cha kupokea. Amen. Na furahia sana uwepo wenu. Na furahia kuwepo kwa kila mmoja mahali hapa. Shukuru tu Mungu, ni asante. Topic yetu ni kuhusu washindi. Amen. Tumejifunza sana kuhusu damu ya Yesu Kristo. I hope siku ya leo nataka tukamilishe, lakini najua katika ufunuo Mungu atazidi kufunulia mengi. Bwana asifiwe. Yaani nataka tutufanye ufupisho ili tumalize, sababu next time tunataka tuingie kuangalia silaha nyingine ambayo ni jina la Yesu. Bwana asifiwe. So tumeangalia katika damu na tukaona ya kwamba kweli damu ya Yesu Kristo ni silaha ambayo ni tosha, imepimwa, ikathibitika ya kwamba ni tosha katika maishani mwetu. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba watoto wa Israeli ilikuwa wafuke toka Misri kwenda katika nchi ya ahadi Kanaani, na ilipokuwa hivyo Mungu akamtuma Musa, na Musa alipoenda alitaka ajulikane yeye ni nani na ametuma na nani. Mungu aliyatenda yote, miujiza ilitendeka, lakini ile miujiza iliyotendeka haikuwa na uwezo wa kufungua watoto wa Israeli watoke katika nchi ya Misri. Pato walikuwa katika vifungo. Bwana asifiwe. Lakini wakati damu ilipotokea, tukaona ya kwamba hiyo damu ilisababisha wana wa Israeli wafanye magani, waachiliwe, kwa sababu vifungo zilifunguliwa, nao wakatoka katika nchi ya nini, ya Misri kuelekea nchi ya Kanaani. Asifiwe. So tunaona ya kwamba katika maisha ya wanadamu unaweza fanya vyote vitendeke. Bwana asifiwe. Lakini bila hii damu ya Yesu Kristo kama silaha kwa maisha yako, kutoka katika vifungo ni kazi ngumu. Wengi wamefungwa, minyororo za shetani zinawafunga. Zimefunga ndoa zao, zimefunga hali ya uchumi, zimefunga, wamekaa katika vilio. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya vilio. Kanisa ndio wanaenda, lakini kwenda kanisa sio suluhisho ya kwamba hata umefunguliwa. Wengine wanaenda katika kufunga na kufanya vyote, ndivyo yes inasaidia, lakini hiyo sio suluhisho. Suluhisho ni kuamini nini? Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Hiyo ndio itafanya gani? Italeta ukombozi. Asifiwe. Ukombozi katika maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu inanena mema. Bwana asifiwe. Inanena mema. Tunaweza kuwa kweli tumenenewa yaliyo mabaya, kwa sababu mchungaji vile ametufundisha hapa ya kwamba kumbe maadui zetu unaweza kuona ya kwamba ni wachache, lakini kumbe ni wengi. Bwana asifiwe. Wanaonena mabaya juu ya maisha yako, wanayelaani, wanayesema usiendelee, na wanaokuwinda wewe usifaulu uende mbele. Bwana asifiwe. Ni wengi. Kwa sababu shughuli unayoifanya ili nao ukaendelee, usione ya kwamba unafurahisha wengine. Bwana asifiwe. Wengine wanaweza kukusifia ya kwamba kweli umefanya vizuri kununua hii ng'ombe. Wengine waseme umefanya vizuri, lakini ndani ya roho zao inawauma. Bwana asifiwe. Inawakata. Na yale wanayoyaomba si mazuri kwa ajili ya maisha yako. So mchungaji ametufundisha vizuri, kumbe maadui ni wengi. Bwana asifiwe. Usione ni wachache. So ujue ya kwamba marafiki wanaokutakia mazuri ni wachache, lakini maadui ni wengi. Lakini tunashukuru ya kwamba hata kiwango cha maadui yaongezeke, kwa sababu vile kinachoongezeka ndivyo wewe unavyopanda. Bwana asifiwe. Maneno wanayokusemea ndio wanao ama mawe wanayokurushia. Bwana asifiwe. Hayo mawe yanaenda kuja mfano wa maneno, na hayo mawe ndio yanakuchengea korofa wewe upande juu. Bwana asifiwe.
So tunaona ya kwamba maadui tusiwalaumu, pia nao wanatuchangia kwa sababu wanataka sisi tufanye gani? Tuongezeke na tuende mbele. Ili kwanza tupate kumjua Mungu kihakika na vile anavyotufikania. Sasa sifiwe. Waisraeli wangejua, lakini mpaka maadui walipowaona kweli wakiwatesa ndio wakajua Mungu wako kuwaokoa. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikuja hapa duniani, alihubiri. Na alipokuwa anahubiri, alihubiri watu wafanye gani? Wabadilike, watu wakamjue Mungu, wakaende kwa njia inayostahili. Lakini hawakumwamini. Mpaka damu ilipomwagika ndiposa alileta ukombozi. Na akathibitisha kule msalabani ya kwamba yote yamefanya gani? Yote yamekwisha. Na yamekwisha kwa wale wanaofuata nini? Damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba damu ya Yesu ni ya ukombozi. Na ndiposa tutasoma katika Waefeso 1:7 ya kwamba in him we have redemption, that is deliverance and salvation. Deliverance is our redemption, it is deliverance and salvation. Bwana asifiwe. Na tutasoma ya kwamba katika maisha ya mwanadamu ni lazima tuwe na kitu tunaita redemption. Na hiyo redemption ni inakuja katika deliverance, you are being delivered and you are free. Bwana asifiwe. Amen. Na haya mambo mawili ni ya muhimu sana ambayo inastahili tukayajue. Ya kwamba you are delivered and you are in freedom. Bwana asifiwe. Amen. Sababu unaweza kuwa delivered but you are not free. Amen. 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 Unaweza kuwa delivered but you are not free. So tunaona ya kwamba watoto wa Israeli kuna wengi they were delivered. Bwana asifiwe. But they were still under the bondage of Egypt. Sababu walipokuwa katika jangwa, ule Umisri hauko umeisha ndani mwao. Wakafika huko tena wakakeukia Musa. Wakasema, Musa, mbona wewe ukatutoa Misri? Ukatuleka katika hii jangwa, jua kali, chakula hakuna, mateso mengi, kwa nini ukatutoa huko? Hata hao watu walikuwa wanatutesa, wanatufanyisha kazi, ugumu ulikuwepo, lakini hatukuwa tunakosa mkate. Maji yalikuwa kwa wingi. Kumaanisha kwamba Mungu ndio alikuwa amewaokoa, but they were still not free. Sasa sifiwe. Na hivyo ndivyo ilivyo hata katika kanisa. Wengi ndio wanaenda wanasema ya kwamba we are free. Yaani we are delivered. Mimi nimeokolewa, but they are still not free. Yale mambo ya zamani pato yamewafunga, damu ya ukoo imewafunga, nguvu za kiza pato zimewafunga, wanatembea katika nini? Katika vifungo. Bwana asifiwe. Sababu wamefunga. Wale wakoloni ambao ni wasungu walipokuwa Kenya, because we are being colonized by Britain. Bwana asifiwe. Walikuja wakatucolonize. Amen. Na walipo Kenya yetu ilipotangaza uhuru mwaka wa 1963 ya kwamba nao tumepata uhuru. Bwana asifiwe. Tukasema ya kwamba we are now independent, but we are not independent. Bwana asifiwe. Tulizidi kuomba kukimbilia wasungu kwa ajili ya misaada, kwa sababu sisi wenyewe hatungejielesha. Lakini Mungu anataka ya kwamba if you are delivered, now you start to depend on God and God peke yake. Bwana asifiwe. Sio mara unategemea mambo mengine, mara umeweka mandugu zako mbele ya kwamba huyu ndugu unaanza kuwalaumu ya kwamba huu umaskini umesababishwa na huyu ndugu yangu ambaye ako mbele au kwa ofisi nzuri na hajasaidia mimi nifanikiwe. No, kufanikiwa kwetu hakuendeni na wale ambao tunaangalia ambao ni viongozi wako mbele zetu, bali kufanikiwa kwetu
inaendana na sisi kumtegemea nani? Kumtegemea Mungu. Wengi wameweka elimu ya kwamba walifunzwa shuleni ya kwamba education is the key. Bwana asifiwe. Sasa anajiona ya kwamba kwa sababu hakufanikiwa akaenda university, hakufanikiwa akamaliza form 4, hata anajilaumu ya kwamba ninakaa maskini kwa sababu si kusoma. Kuna wengi ambao hawakusoma lakini maisha yao wanaishi maisha mazuri. Hata wameajiri ambao wamesoma watu ya kuwafanyia kazi. Wanaajiri watu kuwafanyia kazi na watu wamesoma. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hao kumtegemea Mungu. So unapomtegemea Mungu atakuwezesha utafanya vyote ambavyo hautaweza kufanya gani? Hautaweza kufanya. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu akaangamiza kizazi kingi cha wana wa Israeli wakiwa jangwani? Kwa sababu mentality yao haikuwa ya kupatilika. Bwana asifiwe. Ilikuwa imepaki ile ambayo ilikuwa ya Misri. Na Mungu akasema ya kwamba huu Misri sitaufukisha uende Kanaani. Kwa sababu akifika huko Kanaani, ule Misri utakuwa kwa huko Kanaani. Bwana asifiwe. Nataka kizazi ambacho kinajitegemea. Kizazi ambacho kinajifikirisha, sio kizazi ambacho kinategemea. Kwa sababu hao walitegemea mikate, walitegemea chai, walitegemea vyote kutoka kwa watu. Hawakuwa watu wa kujifikirisha na kufanya yale ambayo yanahitajika na kutekeleza yale ambayo yanahitajika, bali walikuwa watu wa kutegemea. Kwa sababu wanafika huko wanaanza kulaumu Musa kwa sababu ya chakula. Badala ya kujifikirisha chakula tutapata namna gani, wanalaumu viongozi. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba watu hata ambao sio wa kiroho wanaomtegemea Mungu wanapenda kulaumu. Kanisa ikienda kwamba wanaanza kulaumu viongozi. Wanakiva wanasema mchungaji anafanya kazi gani? Wanakiva wanaanza kusema na hapo Asha wanafanya kazi gani? Bwana asifiwe. Haya ni kama kazi hawafanyi kanisani. Sababu wanaofanya hivyo ni kwa sababu hao wenyewe hawana kujifikirisha. Wanataka watendewe. Bwana asifiwe. Lakini walio wa Mungu si watu wa kutendewa, ni watu wa kumtegemea Mungu ili akawafungulie ni kipi watachokifanya. Kwa sababu unapookoka usimame, wewe unakuwa mtu wa matunda na watu wanataka wakule matunda kwako. Sio sasa wewe kutegemea kukula matunda kwa watu na kuanza kulaumu wale ambao hawakupatii matunda. Bwana asifiwe. Sababu Mungu atakupandisha, utakuwa bishop, utakuwa nani. Lakini ukifika katika kile kiwango, utaona ya kwamba unaanza kulaumu wale wengine. Unalaumu wale ambao hawakupatii. Bwana asifiwe. Wale wanaokupatia ndio unawapenda na wale ambao hawakupatii unawachukia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu unaona wanaokupatia ni kama Mungu wao, unawachukua kuwa Mungu wako, Mungu wako. Bwana asifiwe. Na wale ambao hawakupatii unachukua kuwa maadui wako. Bwana asifiwe. Na hiyo haifai. Sisi inataka tumtegemee Mungu. Katika lote atupatie fikra ya kutufikirisha. Ni vipi atakapokupa ili nasi tukawe msaada wa wengine. Bali tusiangalie huyu tunapomuona tunaona huyu sababu hapo na kazi yeye ni wafaita kwangu. Na huyu mwenye hana kazi si wafaita. Bwana asifiwe. Mungu anasema sisi wote tuko sawa mbele zake. Mtu awe masikini, awe nacho, awe hana, sisi wote ni sawa mbele ya macho ya nani? Mbele macho ya Mungu. So tuchukuane katika vyote na tuheshimiane katika vyote. Mtu awe navyo, awe na heshima ile ambayo inastahili kwa sababu ni wa Mungu. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba in him we have redemption through his blood, the remission and forgiveness of our what? Offense. Bwana asifiwe. Offense is the shortcoming in our life. Kwa sababu ama shortcuts that they are there in our life. Bwana asifiwe. Maisha tunaenda maisha ya mkato. So tunaona ya kwamba damu ya Yesu Kristo inafanya gani? Inatusafisha na inatuweka huru katika hivyo vyote. Tunakaa tukiwa wasafi, tunakaa tukimpendeza kwa sababu yeye amefanya gani? Ametuokoa. Alina Kiswahili anaweza tusomea katika Ephesians 1:7. Moja ule wa 7 nasema katika yeye huyo kwa damu yake yes tunaona nao
Ndio ukombozi. Ukombozi wetu. Yes. Msamaha wa dhambi sawa na wingi wa neema. Yes. Naye alitusilishia katika hekima yote. Katika hekima yote Na ujuzi. Akaishi kushughulisha siri ya mapenzi yake sawa na urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sio tunaona ya kwamba ile umwagikaji wa damu kuna siri ambayo Mungu alifanya gani? Alipata kutufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukapate kujua. Kwa sababu sisi alikuja kutuonyesha kwamba dhamana yetu haiko katika vitu tunavyoviona. Dhamana yetu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Sababu niliwaambia katika uumbaji Mungu aliumba namna gani? Mungu aliumba wanadamu na aliumba katika sehemu gani? Sehemu mbili. Na hizo sehemu mbili zilipokutana zikaliana, zikakuja zikasaa kitu kingine. Kwa sababu mwanadamu aliumba katika mchanga. Bwana asifiwe. Katika mavumbi. Na Mungu naye akapuliza hewa yake. Kwa sababu alisema tuumbe mwanadamu katika mfano wetu. Bwana asifiwe. Sio tunaona ya kwamba Mungu hapa anaumba mwanadamu, anamuumba kwa mfano wake na tena anamuumba kwa mchanga. Na tulisema ya kwamba where you came from, it is the thing that sustains you. Tukasema ya kwamba aliponena na ardhi ikasaa miti. For the tree to be sustained, it has to remain on the soil. Bwana asifiwe. Akanena na maji na all the creatures of the sea zikatoka katika maji. Na tukasema ya kwamba ili samaki aishi vizuri, lazima apate katika nini? Apate katika maji. Akipandwa na hasira, alike katika nchi kavu. Hiyo ni mfano gani? Ni kufa. Lakini mwanadamu ndio huyu hapa ameumbwa katika ardhi, ameumbwa katika nini? Katika Mungu. Kwa sababu Mungu anataka amfanye kwa mfano wake. Na tunasema ya kwamba katika kiroho, vitu za kiroho hazisaani. Bwana asifiwe. Malaika huko hawasaani. Hawasaani kwa sababu ni wa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Hawezi sema malaika Gabriel amezaa watoto hawa, hapana, hawasaani. Mungu mwenyewe ni wa kiroho, yeye afanya gani? Hasai. Lakini ana multiply through the seed of the spirit ambaye alipuliza katika nini? Mwanadamu. Ili naye akaenda akafanya gani? Akasai. Lakini hata uone repercussion ambayo ilitokea. Kile ambacho kilitokea patana ya mtu kuwa mjanga ama mtu kuwa sasa roho ilisaliwa ikaja nafsi. Nani asifiwe? Ambayo nayo the soul. Na mwanadamu akaishi katika nini? The soul. So we are living as fallen men. But we need to go to our roots. And our roots is to understand now the things of the Holy Spirit. Sababu hata Yesu alipokuwa akiongea na mke Msamaria, alimwambia now the time and now it is the time that those who worship God or those who belong to God are not those people who worship, God in what? In spirit. But that's the view. And truth. Wale wanaoabudu Mungu katika roho na kweli. Si wale wa kukimbilia milima, si wale wa kukimbilia mambo fulani, si wale wa kukimbilia wakanga, si wale wa kukimbilia sijui nini. Kuna wengi hata hapa kanisani hawakuji. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanapokuja hapa sisi hatuna nafasi ile ya uchina ya kufanya miujiza. Tuwafanyie miujiza, receive. Hatuna hiyo wakati. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kitu ambacho tuko nacho, tuko kuambia watu ukweli wa roho. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba mwamini Mungu, acha zote umwelekee Mungu. So wengi wanaoona hivyo wanasema hapo mahali hapafai. Bwana asifiwe. Hata wanaweza ita roho wa Mungu hayuko mahali hapo. But see, we understand whom we are serving. Bwana asifiwe. We are serving the living God who cares for us, who is there for us. Hatuna vizarakazi za kufanya. Hatuna haja na chumvi. Bwana asifiwe. Alitufungua tunauza chumvi.
kufanya, hatuko hapa for business. Bwana asifiwe. Amen. Our business is our spiritual business. Ya kulea roho za watu ili zipate wokovu wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu mwenyewe will cater for everything for us. Atatulisha, atatunywesha. Bwana asifiwe. Amen. Hatufanyi kwa uchanja, tunafanya kwa ajili ya nini? Ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So tunaona ya kwamba kanisa inayoongea ukweli wengi wameikimbia. Hawaitaki. Wengine tunaokaa nao, wengine hata wamekimbia kwa sababu wanatafuta miujiza. Bwana asifiwe. Amen. Na kutabiriwa mambo juu ya maisha yao. But we are not for that. Sisi ni kumtegemea Mungu. Na Mungu mwenyewe anatupa mwongozo ulio mwema. Bwana asifiwe. Amen. Mungu mwenyewe ananena pamoja nasi. Kwa sababu haachi walio wake. Tuangalie Zaburi, nini Hebrews. Waebrania 9:22. Amplified inasema hivi, under the law everything is purified by shedding of the blood. And without the shedding of the blood there is no neither release or forgiveness, and it is killed, nor the remission of the sin due to an merited punishment for the sin. Bwana asifiwe. Ya kwamba hata katika sheria ambayo ilikuwa imeandikwa ya kwamba ili ukatakasike lazima damu ifanye namna gani? Imwagike. Na hapo ndipo wakaweka ya kwamba kila mwaka watakuwa wanachinja mwana kondoo, mwana ndama na hivyo kwa ajili ya ondoleo ya nini? Ya dhambi. So kumbe hata wale walikuwa wanaweka sheria, kumbe kuna kitu ambacho walikuwa wanajua ndani ya nini? Ndani ya damu. Na mimi hata huko kwetu katika tradition ambayo nilizaliwa, kuna kitu ambayo ilikuwa inafanyika ya kwamba kipahati mbaya mcheze ama ukonge mtu kwa kichwa damu imwagike, wanasema huyo mtu hamwezi kula pamoja ama nini mpaka wafanye gani? Wachinje kuku. Bwana asifiwe. Hii ilikuwa kitambo, sijui kama siku hizi inaendelea, lakini ilikuwa ya kwamba sijui mpaka wachinje damu ili wafanye gani? Mkule pamoja. Bwana asifiwe. Ya kwa sababu umemwaga damu ya mtu na inapomwagika yeye akiwa na uchungu, kumbe ile damu inafanya gani? Inaongea. Katika tradition walielewa hivyo na watu ambao hawamjui Mungu. Na kumbe sisi watu wa Mungu, damu ya Yesu kuna vile inanena yaliyo makubwa juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. So damu ya Yesu ilikuja kwa ajili ya kutuokoa. Farao hakuwa aachilie wana wa Israeli watoke katika nchi ya Misri, lakini damu ilileta funguo ya hao kufunguliwa ili wakaende katika nchi ya nini? Nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Amen. So Wakolosai 1:12 mpaka 13. Colossians chapter 1 verse 12 to 13. Biblia inasema ya kwamba giving thanks to the Father who has qualified to be partakers of the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of His love, in whom we have redemption through His blood by forgiveness of sins. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu mwenyewe alifanya gani? Ametukomboa sisi, ametuwezesha sisi ili tuingie katika mwanga. Kumaanisha ya kwamba katika huku nje tuko katika kiza, na unajua ya kwamba kiza iko na mambo mengi. Kiza iko na maumivu, kiza iko na mateso, kiza iko na maangamizo, kiza iko na kutojua, kiza iko na kuanguka. Bwana asifiwe. Sababu unapotembea katika kiza, mashimo yanaweza kuwa mbele. Wewe utumkie katika ile mashimo, haujui. Katika kiza tuko na wanyang'anyi. Wanyang'anyi wengi wanatembea katika kiza. Wamejikinga mahali kwa sababu waone ili wakakunyang'anya. So unaona kwamba vitu vingi tunapoteza
Maisha mengi yetu inalemewa sababu ya nini? Tunatembea katika giza hatuziona. Lakini Biblia inasema ya kwamba we were confined. Confined ni kupepwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mshipi fulani kama wale wanapakia simiti inaitwa conveyor. Inatoa kwa store simiti, inaleta mpaka ipakiwe kwa nini? Kwa gari. Hapa katikati hakuna vile unaweza pita kama ama kitu inaweza pita, lakini hiyo unaona ya kwamba inapoangukia hiyo mshipi inaileta katikati hapa, inapeleka mpaka kwa nini? Kwa lori. Bwana asifiwe. Na walio katika lori kazi yao ni kuangusha pande hii ama kuangusha pande hii, wakipakia wakifanya gani? Wakisongusha hii conveyor irudi nyuma. So tunaona ya kwamba hata damu ya Yesu Kristo ilifanyika hivyo kutununua sisi. Haingekuwa rahisi, na hapa katikati haikuwa rahisi. Vile watoto wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, haikuwa rahisi au watoke katika hiyo nchi. Musa ametangaza vizuri ya kwamba Mungu anataka watu wake waende wakamtumikie. Farao anasema Mungu anasema, Mungu anasema, lakini bado anawakatalia. Analeta vitu zote, inzi, zike, chura, vyote vinafanyika, maji kukeuka damu, vyote vinakeuka, vitishe roho ya nani? Ya Farao. Farao hatishi. Bwana asifiwe. Lakini damu ilipoonekana ilikuwa conveyor mzuri sana, kari ya kupepa hao, kuwatoa katika nini? Nchi ya mateso, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. So unaweza kuwa na maisha ambayo pia unaweza kuwa na yapitia. Maisha ambayo ni ya majuto, maisha ambayo ni magumu. Umeangalia kando wa kuyawezesha na kukusaidia utoke katika haya maisha ya ugumu. Ni nani atakaye kusaidia? Hakuna. Lakini siku ya leo Bwana anasema ya kwamba kuna damu ambayo ni Yesu Kristo, ambayo inakuja kutupepa. Usijali itakupepa namna gani, lakini inakupepa, inakufusha kutoka katika mateso, inakuleta katika mwangaza. Wa kufungua macho na wewe kuweza kuwa na uwezo wa kufanya gani? Wa kuona vile ambavyo inastahili. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukiwa katika giza huwezi ona, lakini ukiwa katika mwangaza uko na uwezo wa kufanya gani? Wa kuona. So the vehicle involved in translating you from the kingdom of darkness to the kingdom of God, to be a son of God, it is the blood of who? Jesus. So tunaona ya kwamba damu ya Yesu kumbe inachukuliwa kama gari. Bwana asifiwe. Inachukuliwa kama chombo cha kukusafirisha. Kumbe damu ya Yesu iko na uwezo wa kukusafirisha. So unapoiamini damu ya Yesu Kristo iko na uwezo wa kukusafirisha. So usijali huu masikini umekidhiri ndani ya maisha yangu, mateso haya yamenitesa, ndoa hii imenitesa, masumbuko haya yamenitesa. Wewe usiamini kwa hivyo. Bwana asifiwe. Unapoamini damu ya Yesu, kumbe iko na uwezo wa kukusafirisha, wa kukuchukua na kukusafirisha. Bwana asifiwe. Na kukuweka pande nyingine bila wewe mwenyewe kujua, inakusafirisha. So Biblia inasema ya kwamba the blood of Jesus, it has the power to deliver and convey you from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Bwana asifiwe. Amen. So nothing can do to the territory of darkness and bring you out except the blood of who? Blood of Jesus. Bwana asifiwe. Hakuna yoyote ambayo itakutoka katika ngome na misingi sahihi dunia, ila tu ni damu ya nini? Ya Yesu Kristo. Hata katika makanisa mengi wameingiza katika ngome ya dunia, sababu vitu wanavyofanya ni vitu vya dunia. Bwana asifiwe. Wameweka sheria zao, si sheria za Mungu. Wameweka mambo yao na desturi zao, vile wanavyofanya si ya Mungu. Bwana asifiwe. Ukiwaambia mambo ya Mungu hao wanakataa, hawayataki, wanafanya mambo yao. Maisha na damu na ukoo ambazo tumesaliwa, wengine wameweka ngome zao. Bwana asifiwe. Huwezi watoa huko. Wanasema watoto wetu wakiwa fulani wakifika umri fulani, kuna tradition ya tunafanyia wakitahiriwa. Wameweka hapo, huwezi watoa. Bwana asifiwe. Na wewe uwatangazie nimeokoka, pata utakuitisha, watasema tuma sukari. Hata kama wewe umeokoka huko lakini tuma watu wakule huko.
na unapotuma unachangia. Bwana asifiwe. Amen. So unaona ya kwamba hiyo ngome pato inakushikilia, hiyo ngome pato inafanya gani? Inakuita. Bwana asifiwe. Mababu zetu wengine walikuwa na wanawake zaidi ya 2, 3, 4, na hiyo inazidi kutufuta sisi hata tuingie katika hiyo mteko, kwa sababu hiyo ina yani inachangia, hiyo tabu inaleta mfuto pia sisi tuanguke katika huo mteko. Lakini Biblia inasema ya kwamba hii damu ya Yesu iko na uwezo wa kutufuta mpaka huko, itupeleke katika maisha ya mwanga. Bwana asifiwe. Wengine walikuwa na hasira, wengine walikuwa wauaji. Bwana asifiwe. Waliua watu, damu ilikuwa juu yao, na ilipokuwa juu yao pata hiyo damu inakuandama. So kitu kitakachokutoa huko ni damu ya Yesu Kristo ambayo itatupepa. Bwana asifiwe. Hauwezi jua vile itakupepa, kwa sababu simiti inapopepwa kutoka katika store, inapopelekwa ama sailo ikipelekwa katika gari, hiyo haijuani, hiyo inatembelea tu katika mshipi. Bwana asifiwe. Inashtukia imefika kule. So unaona ya kwamba damu ya Yesu Kristo kweli iko na uwezo of conveying us from all those traditions that were placed before us. Haya maakana ambayo waliweka. Bwana asifiwe. Waliakana ya kwamba hii familia, kuna wengi ambao walinena ya kwamba hii familia haitafanikiwa, hii familia haitaenda mbele, hii familia haitaona hii familia haitaendesha pikipiki, hii familia haitaendesha gari, hii familia hawatafikia kiwango cha utajiri. Walinena juu ya maisha yao. Bwana asifiwe. Na tunaona kwa kweli haya yalikuwa pale. Lakini damu ya Yesu Kristo iko na uwezo wa kutupepa kutoka katika umaskini ituweke katika nini? Katika utajiri. Bwana asifiwe. Itutoe katika mateso ituweke katika mahali ambapo tunastahili. Hii damu ya Yesu Kristo iko na uwezo. So Biblia inasema nothing can do to the territory of darkness and bring you out except the blood of who? The blood of Jesus. Without it, the kingdom of darkness still holds you captive. Wherever the blood shows up, hell has no choice but to surrender. Bwana asifiwe. Mahali popote damu ya Yesu inaonekana, hakuna ngome yoyote inayostahimili. Bwana asifiwe. Farao na jeshi lake na utawala wake ulikuwa umeweka ngome ya kwamba Waisraeli watakuwa watumwa wao. Damu ya Yesu ilipoonekana, vifungo vyote katika ile maakano yote waliyoweka. Hayo maakano ilifanya gani? Ilikatika. Wana wa Israeli wakawa huru kwa sababu ya hiyo nini? Damu ya Yesu. Whenever the devil has held you, your family, and your way, may the blood of Jesus show up. Bwana asifiwe. Mahali popote shetani anaweza kuwa amekushika, ameshika familia yako, ameshika pesa zako ya kwamba ufanikiwe, kwa sababu kuna wachawi ambao wanachawi pesa zako ya kwamba ikifika kwa mikono isifanye chochote, iende kwa magonjwa, iende kwa ajali, iende kwa shida fulani, imalizike hivyo, usifanye chochote cha maana. Tunaomba ya kwamba damu ya Yesu ikaonekane katika mahali pale. Bwana asifiwe. So whenever the blood shows up, the altars of demon are silenced. Bwana asifiwe. Hata shetani awa ameinua madhabahu namna gani ya kwamba haya madhabahu ni yangu. Na ndiposa tunaona ya kwamba utumishi wa Mungu Elisha, wakati manabii wa Baal na Ashera waliinua madhabahu, wakaita Mungu wao, yeye akawakejeli akasema, labda Mungu wenu ameenda safari, labda Mungu wenu analala, labda Mungu wenu hajasikia nikisimu, hebu muiteni kwa sauti. Bwana asifiwe. Amen. Hapo chini mtumishi wa Mungu akawa ameinua madhabahu naye ya Mungu na akaweka huko dhabihu. Aliomba ya kwamba Mungu na wewe siku ya leo ufanye gani? Ujulikane. Bwana asifiwe. Amen. So wewe usiwe na upishi kwa ndugu zako ambaye hawaeleweki. Usiwe na ubishi kwa wale ambao hawaamini, kwa sababu wamekosa kuamini na wamekosa kuamini. Bwana asifiwe. Kuna wengine hata unakuwa nao
Na wanasema hapana, hii story ya Mungu ni story tu ya watu tu wanataka waamini tu, lakini Mungu wapo. Wanaenda sifiwe. Na kwa kweli hao wameamini Mungu, hata wewe ukipeleka Mungu wao hawezi muamini. Lakini kitu ambacho wanataka wajue, ifanye vile Elisha alifanya gani? Alifanya. Na leo ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu wa nini? Wa Israeli, usababishe katika moto. Wanaenda sifiwe. Watakapoona ile moto ya Mungu kweli wataamini. Lakini kama ni kuamini, kuamua kuamini vitu vyao, wameamini viwao. Wanaenda sifiwe. Wameamini Muhammad wao, wameamini miungu zao. Hao wameamini. Hauna kupishana nao. Kitu kiliyoko tu ni waone Mungu wako akitenda kazi. Wanaenda sifiwe. Na atatenda kama wewe umesema katika damu ya nani? Ya Yesu Kristo, atakutendea. Wanaenda sifiwe. Sio tunaona ya kwamba sacrifice ya Elisha ilikubalika, Mungu akasusha moto na madhabahu yote ya Baali kafanya gani? Ikateketea. Wanaenda sifiwe. Amen. Sio tunaona ya kwamba Mungu anajionyesha, na katika damu yake tunaona ya kwamba Mungu anafanya gani? Anajionyesha. Haijalishi umekuwa slavery kwa miaka ngapi. Wamisri walikuwa katika nchi ya slavery miaka ngapi? Miaka zaidi ya nini? Ya 400. Wanaenda sifiwe. Wakiwa katika nchi ya Misri katika slavery. Lakini damu ya Yesu ilipoonekana, haikuwa inasema ya kwamba mmekomaa katika huu mji, nyinyi mmekuwa wazoefu hapa. Damu ya Yesu ilikuja kufanya gani? Kuwakomboa. Wanaenda sifiwe. So shida unaweza kuwa nazo, wewe unaona ya kwamba zimekomaa, hizi ni za muda mrefu, haijalishi. Damu ya Yesu inapoonekana, hiyo shida zote zinafanya gani? Inasafisha na kutuweka huru. Wanaenda sifiwe. So tunamalizia Revelation Ufunuo 12 mstari wa 10. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their life to the death. Wanaenda sifiwe. So ushuhuda hapa inamaanisha nini? Testimony here is you are testifying about the works and the power of the blood upon your life. Bwana asifiwe. Unashuhudia yale Mungu anafanya gani? Anayatenda. So tunaona ya kwamba kuna silaha nyingine ambayo tutakuja kujifunza ya kwamba ushuhuda. Kumbe ushuhuda pia ni silaha. Bwana asifiwe. Unashuhudia nini? Unashuhudia nini? Sababu kushuhudia kumbe ni silaha ambayo itakuwezesha wewe utafanikiwa ama wewe utafanya gani? Utaangamia. Na ukiangalia watu wenye wanafanya namna gani? Wana reso. Pia nao kabla hajafika katika ile rosary anakuja kujikamba. Bwana asifiwe. Anatoa hapa, anakuja na vitisho. Atishe ile obole ya family gani? Aokoke. Tunaona ya kwamba Daudi alipoenda kukumbana na Goliati, alikuja kutoa ushuhuda ya kwamba mimi nikiwa nachunga kondoo za baba yangu, tumbo alitokea. Hiyo ni ushuhuda nao utoa. Bwana asifiwe. Mungu aliitia nguvu nikamaliza tumbo. Nikiwa nachunga kondoo za baba yangu, simba alitokea. Bwana asifiwe. Na alipotokea, Mungu akanipa nini? Akanipa nguvu nikaangamiza hiyo nini? Hiyo simba. Hiyo ikawa ushuhuda. Na kwa kweli ushuhuda ule uliokuja ikawa kumbe ni mwiba. Kwa nani? Kwa opponent. Bwana asifiwe. Na ile ushuhuda aliyoutoa, ile ndiye iliyomwezesha yeye kupata kufanya gani? Kushinda. Alipata kushinda kwa sababu ya ile ushuhuda aliyosimama nao. Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba ushuhuda tunaotoa ya ushindi inatupa nguvu sisi kufanya gani? Kushinda. Lakini ile tunayotoa ya kulemewa, unakuja kanisani na shetani nikachanja. Bwana asifiwe. Shetani nikachanja kwa sababu anataka wewe utoe ushuhuda ionekane ya kwamba umefinyiliwa sana. Unaweza kusema shetani amenifinyilia, hata last week yote nimekuwa nini?
nimekuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unachukua sifa zote zinaenda kwa nini? Zinaenda kwa magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaonyesha ya kwamba kwa kweli shetani kamekukalia. Wiki ambayo imepita umekaliwa tu na shetani, hapo ndio kamekuwa katawala kaka. Yesu asifiwe. Lakini sisi tulio wa Mungu hatushuhudii hapo. Magonjwa hiyo tunayafunika, hatuoni kama ni magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Unasema ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uzima ambao tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uzima umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatusemi tunashukuru Mungu kwa sababu ya magonjwa. Hapana. Magonjwa hiyo ni mateso ya nani? Ya shetani. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya nini? Ya uzima ambao ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunaposema tunashukuru Mungu kwa uzima, Mungu anaposikia tu kwa uzima ambao ametupa, jina lake mbinguni linatukuzwa na anaachilia uzima zaidi ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Lakini hapa tunayosimama tuseme last wiki yote ambayo imepita hivi nimeteseka. Shetani hapa kanapepa nini? Kanapepa mapawa. Bwana asifiwe. Kanasema hapo nimeweza. Na sasa acha hiyo imekuwa kionjo. Acha amalize tu ibada, nimemngoja wiki yenye inaanza hii. Ndiye ataona sasa. Hasa hapo ndio unakuwa na michereko. Ya nani? Ya shetani. Hasa anakuhangaisha hata sasa ndio uende ulale kwa malazi. Kwa sababu umemtangaza hapa hapo na nguvu. Pesa zifiwe. Amen. Anaenda kukula kwa malazi. So tunapokuja kanisani tuangalie hata ushuhuda. Kwa sababu ushuhuda wetu ni silaha. Anaweza sifiwe. Amen. Unasema ya kwamba wakanga na wachawi wamenitesa. Anaweza sifiwe. Amen. Sasa unachukua ya kwamba mkanga hapo na nguvu kukuliko wewe. Mungu wako akupikanii, ni mkanga ndiye ako na uwezo wa kukukalia. Yeye ndiye anamiliki maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. So unaposema hivyo, sasa yule mkanga unampa sifa. Kwa sababu mahali alipo mapepo inampelekea sifa zake. Inasema wewe umetesa huyo mtu sana. Tunaona hata anakusifia mpaka hata kwa Mungu anakutangaza ya kwamba wewe nini? Wewe uko na nguvu. Umemshinda. Sasa sifiwe. Lakini hata licha tupitie katika hayo. Tunapokuwa wazima na washindi tunasema ya kwamba yote tumefanya gani? Tumeyashinda. Ndani ya yeye aliyefanya gani? Aliyetushindia. Hasa tumesimama hapa tukiwa wazima. Licha ya kupitia katika majaribu lakini bado Mungu afanya gani? Anazidi kutupa pumzi, anatupa uzima. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ni sifa ambazo zinamrudia Mungu. Kwa sababu Mungu anatarajia kinywa chako kitanena uwezekani kwake yeye. Bwana asifiwe. Yeye hana haja na kusifia shetani, hana haja na wewe kusifia mapepo, hana haja na wewe kusifia wakanga na wachawi vile wanatesa watu. Hakuna. Yeye hana haja na hiyo. Kwa sababu hizo sifa haziendi kwa Mungu. Hizo sifa zinarudia shetani. Lakini Mungu anataka sifa zake. Na sifa zake na kusimama na kusema kwamba nimeona utukufu, nimeona ukuu, nimeona maajabu ya Mungu ndani ya familia yangu. Mahali Mungu hapo anafanya gani? Anatukuka. So tunaona ya kwamba tutajifunza kwaye ya kwamba hata testimony ni silaha ya wewe kushinda. Unaweza sifiwe. Acha niwaambie. Caleb na Joshua walipata kushinda kwa sababu ya maneno ya nini? Ya vinywa zao, ya ushuhuda. Unaweza sifiwe. Amen. Walienda wapelelezi 12 kwenda kupeleleza nchi ya Kanaani ili watoto wa Israeli wafanye gani? Waingie huko. 10 walitoka huko. Na walipofika, angalia huu ushuhuda ndio waliutoa. Walisema tulipofika huko tuliona Wakanani ni machitu. Bwana asifiwe. Amen. Na wakasema sisi tulichiona ni vipanzi. Yaani ni vitu ambavyo ni vitaifu. Bwana asifiwe. Kwao. Huo ndio ushuhuda waliousema mbele ya nini? Ya umati ya Waisraeli, watu ambao wanategemea, ambao wataleta ujumbe mzuri kwa Mungu. Hayo ndio walioyaleta, ushuhuda walioshuhudia kutoka kule. Lakini akina Joshua na Caleb nao wakawa tofauti.
Walipofika pale wakaona hawa tayari wametangulia na wametoa ushuhuda ambao haupo. Wakasema na sisi nasi tutabadilisha hii. Lakini ili tuwaweze hawa si rahisi. Walidarua mavazi yao. Wanaweza sifiwe. Ili wafute attention yote ya hawa. Wakasema hawa wanasema uongo. Ile nchi ambayo tulienda tuliona maziwa na nini? Na asali. Na hata wale Wakanaani waliokuwa huko, Mungu tayari alikuwa ametuweka mikononi mwetu. Bwana asifiwe. Sisi ndio tunaowaongoza, sio hao. Tunaona ya kwamba familia ya Caleb na Joshua ndio ilifika wapi? Ilifika Kanaani. Lakini hao wote 10 waliishia wapi? Jangwani. Bwana asifiwe. So wewe unataka ufuke uende katika ng'ambo nyingine, ng'ambo ya utajiri, ng'ambo ya ushindi, ushuhuda wako ni nini? Unaona kule ng'ambo kwingine ni kugumu, unaona ng'ambo kwingine huko mateso, unaona ng'ambo kwingine kunakaa namna gani? Bwana asifiwe. So inategemea kuona kwako na matamshi ya nini? Ya ushuhuda wako. Bwana asifiwe. Unaposhuhudia makuu kuhusu Mungu, Mungu naye anakuinua. Bwana asifiwe. Nilienda huko nyumbani. Kuna kanisa huko, sitaki kulitaja. Lakini ukienda usikize, nilikuwa na attend especially hizi kesha zao wakati wanatoa ushuhuda. Yaani ushuhuda wanatoanga hiyo ushuhuda, kila mmoja akiamka ni ile ushuhuda tu. Sasa sifiwe. Anasema namshukuru Mungu kwa kuwa amenitendea. Haya karama yote pumzi ambayo nimepumua, angekuwa mtoto wa mtu angenilipa karama gani? Bwana asifiwe. Sasa ile ushuhuda tu ndiye iko katika kichwa cha mtu anaendana kila wakati. Bwana asifiwe. Lakini ushuhuda wetu yatakana iwe tofauti. Ushuhuda ikawe tofauti. Shukuru Mungu kwa kile ambacho amekutendea. Shukuru Mungu kwa uzima. Shukuru Mungu kwa baraka ambazo amekupa. Bwana asifiwe. Na Mungu naye atakusikilishia. Lakini usipoelewa hivyo, maneno yetu itatufunga ama tutapati kuwa hivyo. Kwa sababu Mungu akiona kwamba unashukuru tu, kwa hiyo atakuwa anakupa hiyo peke yake. Bwana asifiwe. Lakini shukuru kwa makubwa. So whatever you are going through today, there is overcoming power. There is in the power that overcome demons, sickness, and diseases. In the blood of who? In the blood of Jesus. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba damu ya Yesu iko na uwezo wa kufanya gani? Kukomboa. So a protection through the blood of who? Jesus. Hiyo utajisomea in the book of Romans. Romans chapter 5 verse 9 to 10. Ya kwamba tuko na ulinzi. Ama nitapitia haraka. Much more than having now been justified the blood, we shall be saved from wrath through him. Bwana asifiwe. Amen. From wrath through him. Bwana asifiwe. Tutakombolewa na kulindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. So the blood saves us from the wrath of men and demons. Kwa sababu kuna hasira ya watu, kuna hasira ya mapepo ambayo ipo. Na damu ya Yesu Kristo iko na uwezo kufanya gani? Ya kutukinga na hayo yote. The blood of Jesus will deliver you when God will be pouring his wrath on the last day. Bwana asifiwe. Hata siku za mwisho, damu ya Yesu pekee yake ndiye itafanya gani? Itatulinda. Na hapa ndiyo nisema ya kwamba wewe mwanadamu umeumbwa tofauti, kwa sababu umeumbwa mfano kwa nani? Mfano wa Mungu. Bwana asifiwe. Malaika hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe ndio umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na hapa Adamu alipotenda dhambi, Mungu alihakikisha atafanya njia namna gani waridhiane, kwa sababu ni mfano wake. Angeangamiza Adamu, angejiangamiza yeye mwenyewe. So alitafuta njia. Malaika kule mbinguni walipotenda dhambi, yeye hakucompromise nao, aliwatupa. Bwana asifiwe. Aliwatupa.
tunaona ya kwamba wakati kuna huyu anaitwa Abrahamu, Sodoma na Gomora walipokuwa wametenda dhambi, Abrahamu walinikosheti na Mungu. Akasema, Mungu, nikienda huko nikipata watu vitatu fulani, hiyo nchi utaangamiza. Wakanikosheti na Mungu. Mungu akasema hapana. Lakini wakati ambapo sasa hapa wana wa Israeli wanatoka wapi? Wanatoka nchi ya Misri wanaenda Kanaani. Unajua hapa alituma malaika. Aliwaambia, enda uangalie milango. Ile milango haijapakwa damu, angamiza. Wanaweza sifuri. The firstborn. Hao hapo na compromise. Walitoka pale na kwenda kufanya gani? Na kwenda kwa sababu they have no compromise with God. Lakini wewe umepewa nafasi ya kuongea na Mungu, umepewa nafasi ya kujadiliana na Mungu, ya kwamba Mungu, hapa mambo vile naona haiendi sawa. Hasa Mungu nataka hapa hivi na hivi. Bwana asifiwe. Mungu anasikia. Akaongea na Saul. Akasema, Sauli, enda uangamize the Midianite. Bwana asifiwe. Uende uangamize the Akanite. Wote ukamaliza. Lakini Sauli alipofika huko, yeye sasa kibinadamu hata aulizi Mungu, anachafua. Anasema hiki ni kizuri, naweka kando, hiki naangamiza. So tunaona ya kwamba ikawa muipa tena maishani mwake. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba mwanadamu amepewa uwezo wa kujadiliana na Mungu. Sisi, mimi na wewe, tumepewa uwezo kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Kujadiliana na nani? Na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Ili Mungu akatuwezeshe na Mungu akatutie nguvu. Mungu akatutendee yote kwa sababu tuko na nafasi yake. Na siku ya mwisho pia damu yake itatukinga kutokana na radhi ambayo itakuwa, machungu ambayo itakuwa, hasira ambayo atamwaga duniani. Kwa sababu wakati ule atakuja kuangamiza dunia. Na sasa ukiwa katika damu ya Yesu Kristo, wewe utakuwa radhi. Bwana asifiwe. Kwa sababu hautaangamizwa. Lakini wale watakaoangamizwa ni wale ambao hawako ndani ya nini? Ya damu ya Yesu Kristo. Then ukiangalia Romans hapo inasema atonement. Who God set forth as our propitiation by his blood through the faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sin that we were previously committed. Bwana asifiwe. Sasa tunaona ya kwamba pia hiyo inakuja kukombezea. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu Kristo imekuja as atonement, inamaanisha compensation. Yaani wewe umelipiwa karama. Bwana asifiwe. Umelipiwa karama kwa ajili ya yote. Labda haukuyatenda, lakini ilitendwa na baba zetu waliofanya gani? Waliotutangulia. So Mungu anatulipia nini? Anatulipia karama. So damu ya Yesu inalipa karama kwa yale yote ambao baba zetu waliotusaa, wazazi wetu waliotusaa waliyatenda. Haya yanakuja kulipa karama. Kwa sababu kwa karama ya nguvu zetu sisi hatuwezi lipa. Bwana asifiwe. Amen. Maybe hao wazazi ambao tunawafanya walifanya mtu akafutwa kazi. Na walipofanya mtu akafutwa kazi, watoto wake wakalia, vilio viko katika hiyo damu ambayo ni wetu waliotutangulia. So unaona ya kwamba kufuta ama kulipa hiyo vilio vyote kwa watu ambao hawakusoma, hawakufaulu kwa sababu ilisababishwa na nani? Na wazazi wetu. Hatuna uwezo wao. Bwana asifiwe. Lakini damu ya Yesu iko pale kwa ajili ya kufanya nani? Ya kutuwezea. Waliotutangulia maybe walikuwa wale wa kutengeneza pombe. Walikula pesa ya watu na watu wanatafuta pesa, wanakuja wanamalizia pesa zetu kwa pesa zao kwa mapoma zetu, wanamaliza pesa zao kwa ajili ya pombe, na pombe sisi ndio tunatengeneza ili hii pesa sisi tukule, tufanikiwe, tusomee, na watoto wao wanakosa kusoma. So watoto wao wanalia kwa ajili ya wazazi wao ambao hawakujali, na ilisababishwa na sisi. Damu yao iko juu ya maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba kusafishwa kwa damu hiyo ni damu ya Yesu iko na uwezo kufanya gani?
ya kuondoa. Bwana asifiwe. So damu ya Yesu iko na uwezo wa kutoa in any bondage that is there, kwa sababu iko na gharama ya kununua, na Yesu alinunua kwa gharama. Alipokuja msalabani, hakuja kufanya kazi, hakuja kwa maonyesho, hakuja kwa sinema. Bwana asifiwe. Alikuja kwa ajili ya kutekeleza kazi, na kazi aliyokuja kwayo usipoielewa utamchukua hivyo hivyo tu. Alienda hapo msalabani, akakufa, siku ya tatu akafanya madhara, akafufuka. But the thing is not like that. The thing is not like that. Yeye alikuja na kusudi, na kusudi alilokujia, alikujia kwa sababu yako wewe na kwa sababu yako mimi. Bwana asifiwe. Amen. Kule kutembea, alipokuwa anatembea, hakuwa anatembea bure, lakini alikuwa anatembea kwa sababu yako na kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Kule mateso aliyopitia, anapigwa mikuki, anachoma vibaya, damu inatiririka, analia machozi. Hakuwa analia kwake yeye, lakini alilia kwa sababu yako na kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Ili sisi tusiendelee kuishi katika hali ya mateso, katika hali ya aibu, lakini tutoke katika hiyo mateso, tutoke kutembea katika aibu, tutembee katika mwanga wake. Bwana asifiwe. Kwa sababu alitununua, na alitununua kwa kilio, alitununua kwa machozi, alitununua kwa kukataliwa, kwa sababu wengi walimkataa. Na ile alikukubali kukataliwa, na alikataliwa kwa sababu yangu na kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Ile kukataliwa kwake, alitengwa. Wale Mafarisayo, Wasadukayo wakamwacha, wakasema huyo ni nani hata anastahili ya kufa? Ile kunena kwake, alijitoa mhanga akufe, ni kwa ajili tu yangu mimi na kwa ajili yako wewe. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba ile damu aliyoimwaga iko na uwezo na iko na nguvu kwa ajili ya maisha yetu. Hatuko bure, tuko na Baba. Bwana asifiwe. Amen. Hatuteseki bure, lakini akatutisha ya kwamba hapa duniani tunapopita tujue ya kwamba tuko na majaribu, lakini haya majaribu yatufunje moyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuko na yeye. Mbele unapitia majaribu, haijalishi. Mateso iko ambayo inakuteza, hiyo haijalishi. Usione ya kwamba unapopitia haya mateso Mungu amekuacha. Bwana asifiwe. Mungu ako pamoja na wewe katika haya mateso, ili naye akapana gani, akaonekana. Bwana asifiwe. Ya kwamba yeye ni Mungu. Aliruhusu Ayubu aingie katika mateso. Haikuwa ya kwamba Mungu amemwacha. Mungu alikuwa pamoja na yeye, lakini aliruhusiwa apite katika nini? Katika mateso. Na katika yale mateso ndipo hata mapepo yakajua ya kwamba kumbe Mungu afanya gani? Mungu yupo. Sasa siku moja unaweza kupitia mateso, wewe ukifahamu ya kwamba haya mateso yanasababisha hapa tunaweza kufika ama Mungu amejidai. Mungu haachi walio wake. Labda wewe uchukue nafasi ya kumwacha Mungu, uende kwa waganga, uende kwa wachawi, lakini Mungu haachi wake. Bwana asifiwe. Jambo ambalo na waacha nayo ni moja, ya kwamba Mungu katika Biblia ya Yohana alisema ya kwamba Mungu ako pamoja gani? Mungu ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Mungu ako pamoja nasi. Na katika mstari ule wa 16 ya kwamba jinsi hivi Mungu alipenda nini ulimwengu, 3:16, John 3:16, na akamtoa mwanawe wa nini wa pekee, kila amwaminie asipate madhara, asipotee, bali awe na uzima wa nini wa milele. So kuna hii nafasi ambaye ni Mungu aliupenda nini, aliupenda ulimwengu. Kwa kweli Mungu aliupenda ulimwengu, na alipoupenda ulimwengu anapenda kila mtu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna upendo hapo wa kibinafsi ambao unasema sasa Mungu naye ananipenda. Bwana asifiwe. Huo nao ni wa kibinafsi. So
Mungu akiwa nje, huyo ni Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapomchukua awe ndani yako, anakuwa Mungu wako. Unaweza kuwa katika gari, lile gari unasafiri nalo, wengine wanaangamia, wewe unatoka huko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya Mungu wako. Unaweza kuwa mahali wote wanafutwa kazi ambayo unafanya nao, wewe unafaa kufanya. Wewe unastahili kupewa kazi. Ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wako. So ukiwa na Mungu ndani yako, yeye atakutetea. Katika hali ya uchumi, wewe wanalia uchumi, na wewe Mungu anazidi kukufungulia njia, anazidi kukufanya gani? Kukufanikisha, kwa sababu ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So inafika mahali ambapo unapochukua huyu Mungu, mchukue kibinafsi, usimchukue Mungu wetu, sababu akiwa wetu atatenda kiujumla, lakini akiwa wako atakutetea katika mengi na atakupitisha katika mengi. Bwana Yesu asifiwe. So katika hii nafasi, tuchukue nafasi hii, tukumbuke yale Yesu aliyotenda kule msalabani, kuacha mbingu kwa ajili yako. Akatembea na hata ikafika mahali akasema mbweha wako na mahali ambapo wanaweka vichwa. Akasema ndege wako na viota ambapo wanaenda kulala, lakini mimi Mwana wa Adamu sina mahali pa kuweka kichwa. Na ile kuteseka, maumivu yake ilikuwa kwa sababu ya nini? Yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yetu sisi, ili tukapate uzima wa milele. Waliokuwa karibu na yeye ilifika mahali wakamkataa, wakasema huyu simjui. Hata akaambia Petero, hata hii chokoo utanikana mara 3 itawika. Akweli alimkana, akasema simjui. Simjui kabisa, huyu simjui. Lakini walimkana hivyo ni kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako wewe, ili akatutendee yale anayostahili. So kwa nafasi hii hakuna yoyote ambaye angeinuliwa kwa ajili ya kutenda hayo yote, bali ni Mungu. So katika damu yake tutasali, katika damu yake mapita ambayo tumepita, hayo ya mateso, majaribu mengi ambayo tumeyapitia, tujue ya kwamba Baba anayaweza, ako tayari kwa ajili ya kutufusha, kutuokoa na kutukomboa. Karibu. Yeah.